Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Moyo mtakatifu wa Yesu. tumeshinda kutafakari yaliyo mema, na sasa kila mmoja kwa moyo wake, ili sote tuweze kupata msamaha, tuweze kuadhimisha mafumbo matakatifu katika hali ya usafi. Namwambia Mungu Mwenyezi, Mungu Mwenyezi atuhurumie na tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
Mungu, umependa kutufanya sisi tuwe wana wa nuru kwa neema uliyotufadhilia. Tunakuomba tujalie tusifunikwe na giza la udanganyifu huo, bali tukae daima peupe katika mwanga wa ukweli, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayetawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha Wafalme. Ilikuwa siku moja, Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje naye chakula. Ikawa kila alipopita njia ile kuingia kula chakula, yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tu umfanyie chumba kimoja kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafikia huko, akaingia katika chumba kile, akalala. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni, akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Neno la Bwana. Fadhili za Bwana nitaziimba milele. Fadhili za Bwana nitaziimba milele. Itakumbuka, maana ngao yetu ina Bwana, na mfalme wetu ni wake mtakatifu wa Israeli. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba,
vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, twaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa vile kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwafundisha mitume wake hivi: apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Awapokeaye ninyi alipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakaye mnywesha mmojawapo wa wadogo hawa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia, haitapotea kamwe thawabu yake. Neno la Bwana. Wapenzi wa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu.
Moyo Mtakatifu mpo kabisa? Basi tumshangilie Mungu kwa makofi na vigelegele. Basi baada ya tukio hilo tunaendelea kutafakari sasa masomo yetu ya leo. Tunafundishwa jambo moja muhimu la ukarimu usio na mipaka. Baba yetu wa imani Ibrahimu, yeye alisikia sauti ya Mungu akamwambia toka katika nchi yako. Kwa hiyo Abraham baba yetu akatoka pamoja na mkewe na yule mke wake Lut, wakatoka huko Mesopotamia, wakawa wanaenda mpaka katika sehemu moja inaitwa Harani. Baada ya hapo wakashuka chini kuelekea Kanaani. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa Abraham na mke wake pamoja na Lut wa wake walikuwa wanaishi pamoja, na wote wana makundi makubwa ya ng'ombe, kondoo na pia na ndugu yake. Lakini ikatokea siku moja, basi wale wafanyakazi wao wakawa wanagombania kulisha na nini. Kwa hiyo Abrahamu akatengana na ndugu yake akaelekea kwa Sodoma, yeye akabaki hapa Kanaani. Sasa basi alikuwa anaishi katika hema. Siku moja akajiwa na wageni watatu, wakaja pale na wapo pale, wakataka kuondoka mapema. Kwa mazingira ya kawaida watu hapa duniani kwa mfano, watu wamekuja pale, haya tunaenda, lakini wengine kwa sababu ya uchoyo na wengine na wanasema haya kwa nini, basi tunaona tumsifu Yesu Kristo. Lakini yeye akasema haiwezekani, lazima mbaki hapa. Zizini akaenda akatafuta ndama pamoja na kuna maziwa na jina kadhaa, chakula kizuri akawaletea pale, wakawa wanakula. Wale wote walikuwa wanakula, akasema mkeo Sara yuko wapi? Basi akaja pale wakasema majira kama haya mwakani Sara atakuwa na mtoto. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo naona kumbe angalia basi safari njema wasingeyaongea. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo na sisi mara nyingi tunaingia katika mfungo wa kauchoyo kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo baraka zimeanzia hapo. Kwa hiyo alipowakaribisha, kumbe kuna baraka imeongezeka zaidi. Kwa hiyo akapata mtoto baadaye. Unajua tukio hilo. Na wana wa Israeli walikuwa wanatoka Misri, wakawa katika ile jangwa. Tunaona Musa ndiye alikuwa anaongoza, si ndivyo? Na baada ya hapo tunaona Yoshua ndiye alichukua yale madaraka ya kuongoza Waisraeli kutoka kule mto Yordani kuelekea nchi ile ya kati. Lakini kabla hapo Yoshua, kabla ya kuvuka Yordani, kusoma Yoshua sura ya 2 nasema Yoshua akatuma wapelelezi wawili mpaka Yeriko, na walipofika pale wakafikia katika ile nyumba ya mwanamke kahaba. Tumsifu Yesu Kristo. Kahaba. Na yule mama aliwakaribisha, lakini katika yule kuna mfalme, na yule mfalme akasikia kwamba kuna wapelelezi wamefika katika nyumba ya mtu fulani. Kwa hiyo watumwa watu waende katika nyumba. Kwa hiyo kufika pale, yule mama akawaficha wapelelezi wawili katika dari ya nyumba yake na mabua kabisa huko. Kwa hiyo wale watumwa wakasema, we mama, tumesikia kuna watu wamekuja katika nyumba tuletee. Akasema ni kweli, hawa walikuja katika nyumba yangu, lakini watu hawa wametoka, lakini nendeni katika lango kuu, mtawakuta wanaenda. Kwa hiyo wale wakapiga mbiu wanaenda huko. Basi mama akafunga mlango, akaingia ndani,
akawashusha kutoka kwenye dari, akawaambia, mimi nafahamu ninyi watu Mungu wenu huko Misri alipofanya matukio makubwa na akawalinda na nini, najua katika mji huu pia atakuja mtauchukua mji huu, lakini jamani, msinisahau mimi na nyumba yangu. Tumsifu Yesu Kristo. Wale watu wale wakasema, sawa, kwa Mungu wangu tutakukumbuka. Na kweli mama akachukua lile kapu kubwa, akatoa njia kwenye dirisha kule, akawatoa nje, lakini wakamwambia, weka kitambaa kidogo chekundu katika dirisha lako. Tumsifu Yesu Kristo. Kitambaa chekundu. Naona katika wale walisema kule Misri, Musa alikuwa na Mungu waambie wakachinje kondoo na damu za wale kondoo watapata katika miimo ya milango yao, maana malaika atakuja hukumu, akiona damu, milango imepakwa damu, hawezi kuangamiza zile nyumba. Kwa hiyo maana ya kitambaa kile chekundu pale, walikuwa wanakuja Yoshua na jeshi, wakaona kitambaa chekundu kwenye dirisha, nyumba ile ikapona. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Leo sasa katika lile somo la kwanza mpango wa pili tuna soma habari za Elisha na Gehazi mtumishi wake. Walikuwa wakipita mara kwa mara katika nchi ya Shulemu, na kulikuwa na mwanamke mmoja Shulemu, na akawa anawakaribisha kupata chakula. Sasa huyu mama akamwambia mume wangu, mtu huyu apitaye mara kwa mara kwetu, mtu huyu si kwa Mungu. Waonaje tukifanya kibanda au chumba kimoja hapo pembezoni, tuweke na kitanda na meza na taa? Mtu huyu akitapo hapa, sio tu kwamba anakula chakula, bali alale hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Kwa hiyo basi Elisha akakuta na Gehazi siku hiyo, akakaribishwa pale, akala chakula na akalala. Kesho yake asubuhi Elisha akamtuma Gehazi akamwambia, yuko wapi mama huyu na tumtendee nini? Naona kama kile kipindi cha Abrahamu, kama wanaelewa. Kwa hiyo tumtendee. Basi Gehazi akasema hana mtoto. Kwa hiyo yule Elisha akamwambia yule mama, majira tena kama haya utakuwa na mtoto. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Kwa hiyo tunafundishwa nini? Mioyo yetu ya ukarimu, kwa sababu tunapofanya ule ukarimu bila kuwatizama, sijui umetoka kabila langu, sijui la wapi, basi hapo ndizo baraka zinaongezeka katika maisha yetu. Mioyo yetu ijae baraka kwa ajili ya kutenda mema. Ndio maana kwenye Injili unaona Kristo anasema vizuri, na katika Agano Jipya Paulo alipokuwa alihubiri kwa wale wakatekumeni, yaani kutoka katika agano anawahubiria wakatekumeni, sasa wanawabatiza wale wabatizwa wapya, na alikuwa kuwaelezea imani yao iwe kwa Kristo. Na Yakobo, soma waraka wa Yakobo sura ile, sura ziko 5, waraka wa Yakobo aliandika baada ya Paulo karne ya pili, na Yakobo alikuwa anaandika, alikuwa anawaambia watu, kwa sababu kipindi hicho jamii ilijaa dhuluma, watu walikuwa wanaishi katika matabaka, watu walikuwa wataminiani, upendo kwa haupo. Kwa hiyo Yakobo anaandika, anasema, sasa kama nyinyi mlihubiriwa na Paulo imani yenu iko wapi? Kwa sababu anasema kwamba imani isipokuwa na matendo imekufa. Unaona? Na anasema kwa mfano, wewe na mimi, watu wanakujia kwako, wanakuomba chakula, labda na mavazi, hapa naambia hapa nendeni kwa hoteli moja. Tumsifu Yesu Kristo. Na mimi nawakaribisha nawapa chakula na mavazi. Je, imani hiyo hai ipi? Kwa hiyo tunafundishwa kipindi Yakobo anaandika, alikuwa anawafundisha, anawakumbusha kwamba mlifundishwa, mmebatizwa na mnaishi, lakini mbona bado hakuna ukarimu,
maisha yatakuwa magumu na wachache wanakuwa wanafaidika. Kwa nini? Yakobo anasema hivi. Kwa hiyo na sisi tunakumbushwa, na Paulo anasema kwa Galatia, alikuwa anaandika nyaraka zake kwa Galatia, anasema imani sasa kwa Kristo wewe pale isiyo tu imani hii, bali iambatane na matendo mema. Kwa Galatia kusoma sura ya 5 utapata haya ya Paulo. Kwa hiyo kumbe imani yetu ili iweze kuwa imani lazima iambatane na matendo mema. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo bila kuwa na matendo mema tayari tunakuja kwenye somo la pili. Nasema sasa sisi sote tulibatizwa na kufa naye. Kwa hiyo Kristo alikufa mara moja tu na hawezi na kufa tena. Kwa hiyo sisi tulivyobatizwa naye kufa naye, kwa hiyo tulifanywa kuwa viumbe vipya ambavyo sio bagiza tena, sio katika giza, bali sasa kufuata Kristo, kuishi katika mwanga. Anasema katika Injili, mtu yoyote anayempenda baba, mama, watoto kuliko mimi, huyo basi sio wangu. Na anasema mtu asiyebeba msalaba wake na kunifuata mimi, huyo sio wangu. Ndugu zangu, Yesu alikuwa anafundisha moja katika mkutano. Mtu mmoja akamwambia, mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi. Yesu Kristo akasema, mimi ni nani hata niwe mgawaji wa vitu vyenu? Akasema Kristo, jihadharini na uchoyo, maana uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu vyake alivyonao. Tumsifu Yesu Kristo. Ndipo alipotoa ule mfano wa yule tajiri ambaye alikuwa na shamba limezaa sana, kisha akakaa chini akatafakari, jamani, nitafanya nini mazao yangu haya yaweke wapi? Akasema basi nikuje hizi zisizokuwa ndogo nijenge kubwa zaidi binafsi, na humo nitaweka nafaka na vitu vyangu vyote, halafu nitakaa chini nikijiambia nafsi yangu, una vitu vingi kwa miaka mingi, pumzika sasa, ule unywe ufurahi. Nani akasema? Kwa Mungu usiku ule anasema wewe ni kibao. Hivi ndio kutoka ndani na usiku ule kawaida. Na pili, Lazaro alipokuwa maskini na ana vidonda vingi, tajiri alikuwa anaishi pale na ana nguo za rangi za barau, na yule tajiri maskini yuko pale ana vidonda vingi. Hata mbwa akaja kamramba vidonda vyake. Siku moja yule maskini akafa, akachukuliwa mpaka kwa baba Ibrahimu kifuani, na akawa anafarika pale. Lakini pia hata huyu tajiri akafa, akazikwa kule kuzimu. Alipoinua macho yake, kumbe kule unainua macho unaona. Tumsifu Yesu Kristo. Akaona juu sana, yuko pale Lazaro pamoja na baba Ibrahimu, na msaidizi anafarijiwa. Akapaza sauti, baba Ibrahimu, naomba umtume Lazaro aje achome nchi ya kula zake majini, au kurudishe ulimi wangu, maana mahali hapa nilipo ni mateso tu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Baba akamwambia, kumbuka ulipokuwa duniani ulisahau uishi kwa kulewa na dunia, na huyo aliteseka, kwa hivyo hakuna tena nafasi. Akasema, Baba, naomba basi angalau umtume aende duniani akawaonye ndugu zangu, maana na ndugu watano. Baada ya kusema aende duniani akaonye watu, anasema kuna ndugu watano. Kwa hiyo alikuwa anaenda kule kuzimu, alikuwa ndugu binafsi, akakumbuka ndugu zake. Tumsifu Yesu Kristo. Akakumbuka kwamba duniani wote wakombolewe, akawa anaangalia kwa hiyo ego ya kwake binafsi basi. Hakuweza akasema hiyo haiwezekani, kwa sababu wanao Musa na manabii wanaendelea kuwahubiria wao, wakawasikia wao, basi ni vyema. Akasema hapana, akitoka mtu akifufuka huko, kwa hiyo wataogopa na watabadilika, watabadilisha. Na umekufa msalabani kukomboa sisi wakosefu ili tuingie katika utukufu
wa milele. Nasadiki Yesu kwa ajili ya hayo uliyotufanyizia, wataka kupenda sana na kuwafanya watu wote wampende. Wewe ni chakula chetu. Tunapokea sakramenti ya Ekaristi, tunapokaa chini ya maumbo ya mkate na divai. Tunasadiki Yesu kwa ajili ya hayo yaliyotufanyizia, twataka kupenda sana na kuwafanya watu wengine umetujalia sisi mapadre tunaotolea sadaka, tunaofundisha ukweli na kuongoza njia iendayo mbinguni. Tunasadiki Yesu kwa ajili ya hayo uliyotufanyizia, twataka kupenda sana na kuwafanya watu wengine wote wakuamini. Tunataka turudishie mapendo. Tunaahidi kuwa tutashika amri zako zote kwa moyo huu. Ewe moyo mtakatifu wa Yesu, tunakuahidia kwamba hatutaacha imani tuliyopewa nawe, na tunafanya bidii kuwashinda maadui wako wote, wakae katika heshima zako. Sasa sali sala ya kumtolea Yesu nafsi mimi nimefanya, sitaki kujitumilia ulimi wangu wala macho wala masikio wala mwili mzima, isipokuwa kwa kazi ya kuheshimu na kupenda na kusifu moyo mtakatifu wa Yesu Kristo. Naomba Bwana chochote changu, nafsi yangu, maisha yangu, matendo yangu, pamoja na masumbuko na mateso yatakayonipata leo, najifunga na kuwa mkono wa watu, nikitenda matendo yangu yote kwa ajili ya kumpendeza yeye, nikikataa mara chochote chenye machukizo kwake. Ee moyo mtakatifu wa Yesu, na kuelekea kwa kusudi moja tu la upendo wangu, mlinzi wa roho yangu, hakika ya wokovu wangu, dawa ya udhaifu na unyonge wangu, mwenye kuponya vyema vyote vya maisha yangu, makimbilio yangu, salama sana wangu. Ee moyo mwema, unioshe kwa damu yako, nisiende kulaaniwa na Baba aliye na haki ya kukasirikia. Ee moyo wa upendo, mimi naweka tumaini langu lote kwako, kwa maana mimi naogopa kuishi na kufa kama mtumwa wako. Amina. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Ee Bwana, sikiliza sala yangu Na mbio wangu ufikie. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, tunayekubali sura ya moyo mtakatifu wa Yesu zichorwe kusudi kila mtu azitazamaye kwa macho ya mwili aweze kutukuza moyo wao. Tunakusihi ubariki na kutakatifuza medali hizi zilizofanywa kwa heshima na ukumbusho wa moyo mtakatifu wa Yesu wa mwanawe Yesu, hivyo kwamba kila aheshimuye apate neema na mastahili katika yale yajayo,
Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa nitawagisha beji ya moyo mtakatifu wa Yesu. Hivyo basi pokeeni pendwa ishara ya moyo mtakatifu wa Yesu iwe kinga yenu hadi uzima wa milele. Haya, wimbo kidogo. Mimi kwa uwezo halali niliopewa kwa heshima ya utukufu wa moyo mtakatifu wa Yesu na shirika lake, ninawapokeeni mshiriki katika kupata rehema na neema zilizotolewa kwa shirika hilo, na sasa pia na yenu yaandike katika kitabu cha shirika, stoshe yaandike kwa milele yote mbinguni. Awabariki ninyi Muumba mbingu na dunia, aliyependa kuwachagueni muwe katika jumuiya ya shirika la moyo mtakatifu wa Yesu, ambaye tunamuomba saa ya kufa kwenu avunje kichwa cha adui juu yenu Shetani, ashindanaye nanyi, na hatimaye mpate tawi la taji wake. Nasi japo hatustahili, tunawapokeeni katika sala zetu, naye Mungu awajalieni kwa njia ya mwanawe wa pekee mpatanishe wa watu na Mungu, wakati wa kuishi vizuri na nafasi ya kutenda mema na uthabiti wa kudumu katika wema na kuingia kwa furaha kubwa katika urithi wa maisha ya milele. Na kama vile leo hivi atuunganishavyo kwa kifungo cha mapendo ya kidogo hapa duniani, hivyo uchaji wa Mungu ongezao mapendo na usemelevu uweze kutuunganisha na waamini wake mbinguni kwa njia ya huyo Kristo Bwana wetu. Amina. Basi tunawapongeza hawa ndugu zetu tuliowapokea leo hii. Amina.
Tusali ndugu, ili sadaka yangu na ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Mungu, wewe unapenda kutuletea mambo mazuri ya mafumbo yako. Tunakuomba utujalie ibada za utumishi wetu ziendane na dhabihu hii takatifu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni mema na haki, neno lako linaleta wokovu. Tukushukuru daima na popote, Ee Baba uliye mtakatifu. Kwa njia ya Mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno lako umepatia viumbe vyetu vyote. Ndiye ulituma kwetu kama Mwokozi na Mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira kwa kufuata mapenzi yako na kupatia taifa takatifu. Alipanda mikono yake alipoteswa msalabani, ili akabidhi mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako, tukisema kwa sauti moja: Mtakatifu Bwana Mungu
Bwana, wewe mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kutakatifuza watu kusanya kwako ili tukamwelewa matokeo yake na usafi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo umetolea ili kutakasi ili kuvitakatifuza kwa Roho huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamua tuadhimishe mafungu haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule kutolewa alitwaa mkate na akikushukuru alibariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe na kushukuru na kubariki na hapa mpasa akisema, twaeni nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya la milele itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kuondolea dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletea wokovu pamoja na ukuu wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunamtolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba iangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumchagua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujaza Roho wake Mtakatifu, mpate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na watendo wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu na watakatifu wote, ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako na usafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Yosefu Waitie na askofu msaidizi Elisha Mungu, pamoja na maaskofu wote, wageni wote na watu wote tunaowafanya kuwa taifa lako. Tusikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyoita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote
waliotawanyika kote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaojalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata yote na utukufu milele na milele. Na sasa tusali kwa imani. Yes,
na faida, na Bwana aangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Bwana awaingie uso wake na kuwapa amani. Bwana awalinde na mabaya yote, awalinde nafsi zenu, awalinde tokapo na mwingiapo, tangu sasa na hata milele. Kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Hapa duniani, lakini zaidi kuwaombea waseminari. Kama muda kuombea waseminari, changamoto nyingi, kwa hiyo na njia sio rahisi hivyo. Kwa hiyo tuwaombee sana waseminari wetu. Basi natakia Jumapili njema yenye mafanikio. Tusimame. Litania ya moyo mtakatifu wa Yesu. Bwana utuhurumie. Yesu utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo usikie. Baba mbinguni Mungu, Mwana mkombozi wa dunia Mungu, Roho Mtakatifu Mungu, Utatu Mtakatifu Mungu mmoja, moyo wa Yesu mwana wa Baba wa milele, moyo wa Yesu uliotungwa na Roho Mtakatifu mwilini mwa mama Bikira, moyo wa Yesu ulioungana na neno la Mungu ziada yake, moyo wa Yesu kutamaniwa na vilima vya Galilaya, moyo wa Yesu wenye uvumilivu na huruma nyingi, moyo wa Yesu tajiri kwa wote wenye kuomba, moyo wa Yesu chemichemi za uzima na utakatifu, moyo wa Yesu malipo wa dhambi zetu, moyo wa Yesu ulioshibishwa matusi, moyo wa Yesu uliovunjika kwa sababu ya ubaya wetu, moyo wa Yesu uliotii mpaka kufa, moyo wa Yesu uliochomwa kwa mkuki, moyo wa Yesu chemichemi ya faraja zote, moyo wa Yesu uzima na ufufuo wetu, moyo wa Yesu amani na upatanisho wetu, moyo wa Yesu sadaka ya wakosefu, moyo wa Yesu na mkuu wa wokovu wao wenye kutumainia, moyo wa Yesu matumaini yao wenye kutimia kwako. Katika bandari ya uwezo takatifu wa Mungu lipate kusikia kusimuliwa pamoja na msalaba Bwana awe nanyi. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani.
mtukufu. Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Moyo mtakatifu wa Yesu.